Hiyo tumeelewana eh? Tumeelewana eh? Okay. So, kwa nini je, muamini anaweza kujitakasa? Tutaendelea pale tulipoishia. Na tunaomba na upokea kwamba macho ya moyo wetu leo tena yanatiwa nuru, tunaangaziwa. Tunatiwa nuru, tunaangaziwa. Hakuna nafasi ya makosa katika anga hili, katika kujifunza, katika kufundisha, katika kupokea. Ninapokea ninavyopaswa kupokea. Ninasikia ninavyopaswa kusikia. Natazama katika neno lake kama Baba ambavyo anatazama ndani ya Kristo Yesu. Wazi kabisa, pasipo mkanganyiko wowote. Tunajengwa pamoja kama kanisa kwa kazi ya Roho katika ututu wa ndani, na Baba anatukuzwa katikati yetu. Amen. Haleluya. Je, ninaweza kujitakasa ama ninaweza kuomba utakaso? Tukajifunza katika wiki lile kwamba utakaso ni matokeo ya kazi ya Kristo Yesu. Utakaso ni matokeo ya kazi ya Yesu mwenyewe. Muamini amekwisha kupokea utakaso. And then we read some scriptures. Tulisoma maandiko fulani. Tukatembea na andiko nafikiri moja hapo ambalo lilikuwa la mwishoni, lilikuwa la Wakorintho wa kwanza sura ya 6 mstari 11, ambao tukatoka hapo tukaenda mbele kidogo. Ninaomba nianzie hapo kwenye Wakorintho wa kwanza 6:11. Fanye review kidogo alafu tuendelee mbele zaidi. Nafikiri inaweza kukaa sawa. Glory to God. Katika Kristo muamini ametakaswa milele. Hatakaswi au hafanywi kuwa mtakatifu kwa sababu ya matendo yake. Huu ni msingi tuliweka. Katika kuliandikia kanisa la Wakorintho, Paulo anasema kwenye Wakorintho wa kwanza 6:11, na baadhi yenu mlikuwa watu wa namna hii, lakini mlioshwa, lakini mlitakaswa, lakini mlihesabiwa haki katika jina la Bwana Yesu Kristo na katika Roho wa Mungu wetu. Glory to God. Na baadhi yenu mlikuwa watu wa namna hii. Maana yake kwa lugha ya kawaida unapoelewa tu anazungumza wakati uliopita. Mlikuwa watu wa namna hii. Kwa sio sasa. Mlikuwa watu wa namna hii. Hawa anaongea nao ni kanisa kwa ujumla wao. Hajabagua watu. Mlikuwa watu wa namna hii. Asema lakini mlioshwa, lakini mlitakaswa, lakini mlihesabiwa haki katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo na katika Roho wa Mungu wetu. Glory to God. Mstari wa nyuma maana sema mlikuwa namna hii, maana lazima uangalie namna ipi ni nyuma yake kidogo. Mstari wa 9 mpaka wa 10 kuna muktadha. Anasema au hamjui ya kuwa wadhalimu hawataurithi ufalme wa Mungu? Msidanganyike. Waasherati hawataurithi ufalme wa Mungu, wala waabudu sanamu, wala wazinzi, wala wafiraji, wala walawiti, wala wevi, wala watamanio, wala walevi, wala watukanaji, wala wanyang'anyi. Kwa ametaja baadhi ya tabia na matendo ya mwili na kusema baadhi yao walikuwa hivyo kabla ya kuokolewa. Lakini ukiangalia hapa unachunguza namna ambavyo sema wamehesabiwa haki. Walikuwa hivyo kabla ya kuokolewa. Namna gani wamehesabiwa haki ni msingi. Ni muhimu sana kuelewa, ni msingi kabisa. Namna gani wamehesabiwa haki? Je, wamehesabiwa haki? Je, wametakaswa kwa kuomba utakaso? Wamehesabiwa haki, wametakaswa kwa kubadilisha tabia zao, kwa kuacha matendo hayo? Maandiko yanajieleza wazi, yanasema ya kwamba mlitakaswa, mlioshwa kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo na katika Roho wa Mungu wetu. Kwa ukichunguza namna ambavyo wametakaswa na kuhesabiwa haki, utaona ni kwamba ni katika jina la Bwana na si katika jitihada zao. Ni kwa Roho Mtakatifu na sio katika namna ambayo wao wamefanya chochote kile. Maana ni kazi ambayo imemtegemea Kristo peke yake. Kwa walikuwa wametakaswa na kuhesabiwa haki kwa jina la Bwana Yesu na kwa Roho wa Mungu. Hataji kubadilika kwa mienendo yao. Kwa tofauti ya mtu wa mstari wa 11, tofauti ya mtu wa mstari wa 11 na mtu wa mstari wa 9 na wa 10. Nikisema mtu wa mstari wa 11 maana yake zile tabia, aliyeoshwa, aliyetakaswa, aliyehesabiwa haki, na mtu wa mstari wa 9 na wa 10 ambapo kuna matendo ya mwili yamezungumzwa pale. Tofauti yao sio tabia au mwenendo, bali ni mtu katika mstari wa 11 yupo ndani ya Yesu. Amen. Mtu katika mstari wa 11 yuko ndani. Hii si inakaa sawa? Are you following? Mtu katika mstari wa 11 yuko ndani ya Yesu. Simply that. Hakuna lingine alilofanya zaidi ya kuwa ndani ya Yesu. Kama kuna badiliko la tabia, sio sababu alitakaswa. Yuko ndani ya Yesu.
Je, watu ndani ya Yesu wanapaswa waendelee na tabia zile zile? No. Ndani ya Yesu watu wana upya wa maisha. Je, upya wa maisha ndio ulioleta utakaso? Badiliko la mwenendo ndio ulioleta utakaso? Namna gani walitakaswa? Walitakaswa kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo na kwa Roho Mtakatifu. Kwa lugha nyingine, ni matokeo ya kazi ya Kristo. Ni kwa damu ya Yesu. Walipoamini katika dhabihu ya mara moja ya Yesu Kristo, walitakaswa, walioshwa. Kwa mwenendo haukuwatakasa, kubadilika kwa mwenendo kwao hakuwatakasa, bali wako ndani ya Yesu na wametakaswa kwa Roho wa Mungu. Kwa tunatakaswa au tunafanywa watakatifu kwa Roho Mtakatifu wa Mungu. Warumi 15:16. Warumi 15:16 sema, ili niwe mhudumu wa Kristo Yesu katikati ya watu wa mataifa, niifanye injili ya Mungu kazi ya ukuhani, kusudi mataifa wawe sadaka yenye kibali, ikiisha kutakaswa na Roho Mtakatifu. Sasa kusudi mataifa wawe sadaka yenye kibali, ikiisha kufanya nini? Kutakaswa na Roho Mtakatifu. So nani anayetakasa? Namna gani unapata utakaso kwa Roho Mtakatifu? Namna gani? Namna gani mtu anatakaswa kwa Roho Mtakatifu? Kwa imani katika kazi ya Kristo. Haleluya. Kwa imani katika dhabihu ya Yesu. Kwa imani katika jina la Bwana. Haleluya. Katika kufa, kuzikwa na kufufuka kwake. Kwa utakatifu wetu sio kwa sababu ya mwenendo au tabia zetu, bali ni juu ya msingi wa vile tulivyo. Tuko ndani ya Yesu na tuna Roho wa Mungu. Tuko ndani ya Yesu na tuna Roho wa Mungu. Na hiyo ndio sababu ya utakaso wetu. Petro alifundisha kweli hii pia. Tuliangalia Petro wa kwanza 1:2. Petro wa kwanza 1:2. Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 2. Sema, kama vile Mungu Baba alivyotangulia kuwajua katika kutakaswa na Roho, hata mkapata kutii na kunyunyiziwa damu ya Yesu Kristo, neema na amani na ziongezwe kwenu. Alivyotangulia kuwajua katika kutakaswa na Roho. So tumetakaswa na Roho. Neno utakaso katika lugha ya asili linaongelea ubora au hali ya kuwa tofauti. Fikiri wiki lile tulizungumza kidogo kwa habari ya neno takatifu katika maandiko ya Agano la Kale. Kipi kinaitwa kitakatifu? Na je, kinajifanya chenyewe kuwa kitakatifu au kinafanywa na mwingine kuwa kitakatifu? Tukaona na kujifunza kwamba kitu kilifanywa kuwa kitakatifu. Kitu cha kawaida kilipotengwa kwa shughuli maalum au kwa kusudi maalum, kikawa kimefanywa kuwa nini? Kitakatifu. Kwa hiyo hata wewe unaweza kaamua kitu chako fulani ukakifanya kuwa nini? Kitakatifu. Maana yake umekifanya kuwa maalum, umekifanya kuwa kwa kusudi, umekitenga kwa kusudi maalum la kwako mwenyewe. Kwa wewe ndio umekitakatifuza au umekitakasa. Wewe ndio umekifanya kiwe na ubora, kiwe na utofauti. Umekiondoa kwenye common uses, kwenye matumizi ya kawaida, ukakitofautisha na vingine, kwa kinaitwa kilichotakaswa ama kitakatifu. Glory to God. Kwa waamini wametengwa kutoka katika watu wa ulimwengu, wametengwa kwa ajili ya kusudi maalum. Wana mission na Mungu duniani, kwa wanaitwa watakatifu. Kwa utakatifu wao si matokeo ya kwamba wanafanya vizuri sana. Utakatifu wao ni kwamba Mungu amewatenga kwa kusudi maalum. Haleluya. Wametengwa wawe wa kwake, wamenunuliwa wawe wa kwake. I think tulizungumza hiyo. So maana yake sisi ni watofauti kwa sababu tumefanywa kuwa taifa la Mungu, wa kwake. Kwa ni maalum kwake, ni tofauti na wengine. We are not common men. Kwa utofauti wetu ni huo. Kwa utakaso katika lugha ya asili inaongelea ubora au hali ya kuwa tofauti ambayo inafanywa na mwingine. Kwa Petro anaeleza utakatifu kama kazi ya Roho. Anasema kwamba kutakaswa na Roho. Kwa mbele ukienda katika sura ya 2 hapa tulisoma Petro wa kwanza 2:9. Anasema bali ninyi ni mzao mteule. Bali ninyi ni mzao mteule. Uzao mteule. Uzao mteule unakujaje? Ni muhimu sana. Kwa katika Kristo ndio tumekuwa mzao mteule. Tumefanywa kwa uzao mteule. Sababu bali ninyi ni uzao mteule, maana yake ni brandi. Hiyo ni asili yetu, ni nature, ni state yetu. Ni hali ambayo tunayo ndani ya Kristo. Bali ninyi ni mzao mteule. Ukuhani wa kifalme. Ukuhani wa kifalme. So maana yake tuna royal priesthood, tuna ukuhani, tuna utumishi wa kifalme. Tunatawala kwa njia ya huduma, tunatawala by service. Tuna ukuhani wa kifalme, sio wa kawaida. Taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu. Afu lengo anasema mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Kwa Mungu ametuita tutoke gizani tuingie katika nuru yake ya ajabu.
Uko kutuita ndiko kutofanya tuwe tofauti. Ndio kutofanya tuwe tofauti, takatifu, tumetakaswa, tumepewa ubora, utofauti. Kwa mewaita waamini taifa takatifu na mzao mteule. Kwa muamini anapaswa kusema mimi ni mzao mteule. Kisema hebu mwambie jirani yako wewe ni nani? Hatusemi uanze kuzungumzia ukoo wenu uliotoka. Nataka uanze kusema wewe ni nani na umefanywa nini ndani ya Kristo. Sasa mimi ni taifa takatifu, uzao wa kifalme, ni uzao mteule, taifa takatifu, ukuhani wa kifalme, mtu wa milki ya Mungu. Nimezaliwa kwa Roho, nimeketishwa pamoja na Kristo. Kristo amekaa ndani yangu. Alipo Kristo nipo keti. Mamlaka yake ni mamlaka yangu. Nimetokana na Mungu, nimeushinda ulimwengu. Haleluya. Ni kiumbe kipya. Nimeoshwa, nimetakaswa, nimekamilishwa katika Kristo Yesu. Nimekamilishwa katika Kristo Yesu. Kwa unasema asili yako, unasema utambulisho wako ndani ya Kristo. Muamini ni nani? Unasema amezaliwa na Mungu, uzao wa Mungu unakaa ndani yake, taifa hilo teule, ukuhani wa kifalme. These things hayapaswi kusaulika. Nimekombolewa, siingii hukumuni. Muamini ni nani? Haingii hukumuni. Hakuna adhabu, hukumu ya adhabu juu yake. Muamini anapaswa kukumbuka haya na kuwa anasema nimehesabiwa haki, nina amani pamoja na Mungu. Haleluya. Nina ushirika na Baba, nina umoja pamoja na Roho wa Mungu. Haleluya. Nimeunganishwa pamoja na Bwana. Hasahau hayo. Glory to God. Glory to God. Wewe ni nani? Alafu sema tu mwenyewe. Alafu tena wana nyingine tena au umeishiwa? Haleluya. Piga 3 zimeisha. Haleluya. Sasa nimepata neema. Haleluya. Nimepata rehema. Haleluya. Nina msamaha wa dhambi. Glory to God. So aliwaita waamini taifa takatifu na mzao mteule. Ili neno sentensi nasema mpate kuzitangaza fadhili zake, inamaanisha kufanywa kwa wa pekee. Mpate kuzitangaza fadhili zake. Msingi moja ya makusudi ya kutakaswa kama tulivyosema ni ili tupate kuzitangaza fadhili zake. Je, kutakaswa kwetu kunahusika na msamaha wa dhambi pia? Kwamba katika kutakaswa kwetu maana yake tumesamehewa nini? Dhambi zetu. Lengo la kusamehewa dhambi zetu ni tufanyaje? Tupate kuzitangaza fadhili zake. So, do we have a mission or not? Tuna mission? Hatuna. Kwa nini nimetakaswa? Sema kwa sauti sasa. Kwa nini nimekaliwa na Roho wa Mungu? Kwa nini najaa Roho kila siku? Haleluya. Sasa nanyi mtapokea nguvu kisha wajiria Roho juu yenu. Alafu mtakuwa mashahidi. So there is always a mission. Haujatakaswa wewe una enjoy, nimetakaswa una enjoy. Haujapewa Roho unarukaruka na kumuenjoy. Chochote ambacho Mungu amefanya, ametuita, ametufanya, ametutengeneza, there is a mission. Hilo neno mpate kuzitangaza fadhili zake maana yake mpate kuhubiri injili. Simple. Fadhili zake ni neema yake. Mnaitangazaje? Ni katika kuhubiri injili, kuambia watu wengine kwamba Mungu ameshughulika na dhambi zenu. Mungu anaokoa. Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanake wa pekee ili yeyote anayemwamini asipotee, awe na uzima milele. Huko ndio kutangaza fadhili za Bwana. Sasa amewaita mtoke gizani mje katika nuru yake ajabu mpate kuzitangaza. Sasa hajasema amewaita mtoke gizani muingie kwenye nuru yake ajabu mpate kuwa mnaomba rehema juu ya nchi. Mpate kuwa mnaomba rehema na neema kwenye maisha yenu. Hapana. Sababu kuna kazi ambao pia watu wanajipa tu kwa sababu ya mkini mazoea. Sasa tumekuta babu zetu wanafanya hivyo. Kwamba mafundisho yamekuepo, tumesema inaendelea kusema tena. Kama mafundisho yamekuepo kwa miaka zaidi ya 2000 haimaanishi ni sahihi. Kama mafundisho, kwa sababu hapo katikati mambo mengi yametokea. Mpaka injili kaa ieleweki injili ni nini. Wanasema injili ya uchu wa mali. Mnafahamu injili ya uchu wa mali? Materialism gospel Kiswahili chake ni injili ya uchu wa mali. Hiyo ni tafsiri yangu Makarios. Glory to God. Injili ya uchu wa nini? Na legalism? Nyesi ndio Waswahili. Legalism gospel mnahitaji? Injili ya matendo.
Kwenye hamna matendo. Mlioamini. Tafute jina zuri. Legalism gospel never get. Hallelujah. Kwamba jambo limekaa muda mrefu haimaanishi ni nini? Ni kweli. Leo wanasema injili inabaki kuwa moja, imenyoka hivyo hivyo. Ilihubiriwa na Yesu, kwanza kabla ya Yesu, ilihubiriwa na Musa na nini? Na manabii. Ikashuhudiwa na nani tena? Na Kristo Yesu. Ikahubiriwa na nani tena? Na mitume. Glory to God. Ni moja tu ambao Mungu alikwisha kuiahidi kwa kinywa chake. Glory to God. Kwa kinywa cha manabii wake katika maandiko nini? Matakatifu. So you have that gospel. Kwa kwamba watu wanajiosha na damu asubuhi mpaka jioni, umekulia kwenye huo utamaduni, haimaanishi ni sawa. Kwamba kuna vitabu namna kutumia damu ya Yesu kujiosha asubuhi, mchana na jioni, na ukasoma na ukaona kama yani unajisikia vizuri ukifanya hivyo, haimaanishi ni sawa. Kazi ya utakaso ni kazi ya nani? Kristo Yesu. Ni matokeo ya kazi ya msalaba. Muamini anapokea utakaso mara moja kwa milele. Muamini hajawahi kupewa damu kwa ajili ya utakaso, kwamba hii tumekupa wewe unajiosha kila siku. Hata ukikuuliza verse and scripture, nani chapter and scripture and verse, utatupa wapi ambapo muamini amepewa mamlaka ya kutumia damu. Asa wewe, damu ya Yesu ina nguvu. Sijakataa. Damu ya Yesu ina nini? Umepewa wewe utumie. Ndio swali la msingi. Unajua mtu anakimbilia tu, damu ya Yesu ina nguvu, ina maana unataka kusema damu ya Yesu safi. Usianze kukurupuka. Unajua wakati mwingine watu wengi hawapendi kutumia akili. Yaani unaweza kuona mweleza jambo vizuri tu, anakuwahi kwa mbele. Kwa hiyo unataka kusema kwamba hatutaki damu ya Yesu haina kazi. Nilichosema ni hivi, aliyekupa mamlaka ya wewe kutumia damu ya Yesu ni nani? Unasema haioshi dhambi. Inaosha dhambi. Aliyesema wewe sasa uitumie kujiosha ni nani? Ndio swali la msingi. Umeona? Ndio swali la msingi. Damu hata katika maandiko ya Agano la Kale, aliyekuwa na mamlaka ya kuitumia damu kwa ajili ya ondoleo la dhambi ni nani? Kuhani mkuu peke yake. Wewe ni nani? Unatumia damu. Wewe ni nani? Na umeitoa wapi? Kwa mfano hapa nikawauliza wapendwa, wanasema najiosha kwa damu ya Yesu. Umetoa wapi? Somo letu ni kwamba, je, ninaweza kujitakasa ama ninaweza kuomba utakaso? So atakasaye ni mmoja, ni Kristo Yesu anayetakasa. Yeye ndiye kuhani mkuu, ameketi. Yeye ndiye aliyetoa dhabihu. Sema kila kuhani lazima awe na kitu cha kutoa. Yeye ndiye ametoa dhabihu. Yeye ndiye atakasaye. Kwa muamini ni aliyetakaswa. Kuna anayetakasa. Yeye ndiye atakasaye. Muamini ni aliyetakasa, ndiye aliyepokea utakaso. Akipokea utakaso, kazi yake ni nini? Akatangaze fadhili za Bwana. Ukipokea utakaso, kazi yako sio tena kujichunguza, kuna dhambi nyingine iko mgongoni hapa. Kahubiri injili. Sasa ndiye aliyewaita mtoke gizani mwingie katika nuru yake ya ajabu, mpate kuzitangaza fadhili zake. Manake mpate kuhubiri injili. Asema naye alikuwa ndani ya mwanadamu Kristo Yesu, akipatanisha ulimwengu na nafsi yake, asiwahesabie makosa. Naye ametupa huduma ya nini? Ya upatanisho. Kwa hiyo katika Kristo Yesu tumepatanishwa, Mungu hahesabu makosa tena, naye ametupa huduma ya upatanisho. Hebu sema nimepewa huduma ya upatanisho. Huduma ya upatanisho maana yake nini? Pewa huduma ya kufikia ulimwengu na injili, watu waje kwa Kristo Yesu. Sasa tuma balozi. Ubalozi wako ni nini? By the gospel. Unahubiri injili, ndio ubalozi wako. Unawakilisha ufalme wa Mungu, ndio unasema habari za ufalme. Ni msemaji wa habari za Yesu. Kwa wajibu aliyetakaswa ni kuhubiri injili, sio kuanza kuomba tena utakaso. Unaombaje kitu ambacho unacho? I told somebody years ago, nikamwambia, nataka nikuulize kitu kimoja. Ikiwa umempatia mtu kitu, ukampatia ni cha kwake, alafu akarudi anasema anakuomba hicho kitu, nani ana matatizo? Kuna shida kwenye kichwa cha huyo uliyempa hicho kitu. Kwa Wakristo wengi pia wana shida kwenye vichwa vyao.
Kwa sababu yamkini tangu utoto hakufundishwa kufikiri through scriptures, to think about scriptures, kufikiri kupitia maandiko, kuhusisha akili yao na ufahamu ambao Mungu amewapa kuelewa kile ambacho Mungu anasema. Mungu hakuweka haya mambo au mambo haya hayajaandikwa ili kwamba ni kama kukusukumizia tu. Yameandikwa kwa lugha za kibinadamu, intelligent languages, ambazo zinakuwa understood, zinaeleweka kwa kuchakatwa kwenye nini? Ufahamu. Unachakata pana nukta, unachakata pana koma, unachakata pana kiulizo ni swali, unachakata ni wakati uliopita, unachakata ni wakati huu, unachakata ili limeshafanyika, ili litafanyika, hii ni ahadi, ili ni nalo, unachakata kwa nini? Sasa hapana. Sasa Mungu anasema wametakaswa. Wewe unasema hapana, natakiwa niendelee kutakaswa. Something is wrong somewhere in your head. Kuna kitu kiko sawa kwenye kichwa chako. Kwa injili haiendi kwa kasi duniani kwa sababu hao waliopaswa kuipeleka injili kwa kasi wanafanya nini? Wako busy wanaomba rehema kwenye milima. Wanakomboa ardhi ambayo haijai kwenda utumwa wowote. Wanakomboa ardhi. Sema hii nchi imelaaniwa, tuikomboe. Tanzania, are you serious? Tanzania imelaaniwa. Imelaaniwa. Unajua walichinjwa albino kipindi fulani, damu ikamwagia kwenye nchi. Kwa sasa kila siku tunakutana kule Dodoma, sijui kila mwaka, mara tunakutana sijui na kile. Kuna watu wanaendesha maombi mkoa kwa mkoa. Hivi unajua mnaweza kama mnaishi, unajua duniani tuna ulimwengu tofauti tofauti. Kuna watu wako busy. Kama ambavyo unaona kuna watu maisha yao ni Simba na Yanga. Yaani timu iliko ameenda. Yaani yeye kuishi kwake ni Simba, kuishi kwake ni Yanga. Ndivyo ilivyo na watu wengine wako kila wiki wako kwenye movement za maombi nchini. Wana maombi ya wilaya, wana maombi ya kitaifa, wana hadi ya vitongoji, kamati maalum. Na maombi yenyewe sasa, prayer points, ni kukomboa nini? Ili jeshi lingeenda kuhubiri injili. Likawa busy week in week out, wanahubiri injili, wanawapanda watu kwenye kanisa, wanawajaza watu roho, wanawapanda kwenye kanisa la mahali. Hii nchi giza lingekuwa limeenda. Lakini wako busy wanakomboa nini? Ardhi. Sasa wakati wa uchaguzi damu zinamwagwa nyingi sana, wataendelea kuchinja. Hivi unajua watu waovu wataendelea. Wewe kazi yako ukitaka kubadilisha watu ni kwa nini? Kwa injili. Sijui wametoa kafara. Kwa hiyo wewe ukifiatua sasa, umesema sijui nafiatua hizi kafara, umemzuia kesho asiende kutoa tena. Kwa hiyo utakuwa mtumwa wao. Wakichinja leo unafuta, kesho wanachinja tena, hujaajiriwa na shetani tayari. Sijui kuelewa to what end. Yaani we are doing those things to what end? Wakutoa kafara za watu wataendelea tu mpaka injili ya Kristo ifanye. Sasa wewe kazi yako, tunaikomboa Dodoma, ndio kitovu cha nchi. Damu zimemwagika. Mnamaliza tu, wengine wanamwaga tena. Kwani wana ratiba na nyie? Wanaamua wenyewe umwage saa ngapi. Kwa watu wanatembea kwenye barabara, hizi ajali za magari hizi ni mapepo, sijui damu zinamwagwa za watu, kafara sijui za nini, wafanya biashara. Watu waovu wataendelea kuwa waovu mpaka injili imeingia ndani ya mioyo yao. Sasa unajipa kazi ambayo sio ya kwako. Ndio ya kusema nchi imelaaniwa eti kwamba tunafanya biashara hazifanikiwi. Ndugu yangu, hii nchi unaosema imelaaniwa, wanakuja wa China wanapiga hela hapa. Kwenye hii ardhi wanakuja Wahindi wanapata hela. Wahindi wanafanya wapi biashara? Si humu wanafanya? Na Watanzania wenzio wenye hela wanafanya wapi? Tafuta hela. Mwambie jirani yako tafuta hela, acha usingizia mambo ambayo hayapo. Unajua alama moja hapo kama mtu amechoka na kukata tamaa ni kwanza kusingizia vitu ambavyo huwezi kuvijustify, yani huwezi kuvielezea. Yani anaanza unajua. Ndio maana akili za wengi wote, matajiri wote ni Freemason. Wewe hujajiandaa kupata hela. Ukishakuwa na huo mtazamo tu, hujajiandaa kupata hela. Kwa sababu umeamini kwamba kuwa na hela kwenye hili taifa lazima wewe nini? Wewe umejiandaa kupata hela wewe?
Unajua kuna vitu lazima uanze kubadilisha kwanza wapi? Tulipookolewa, bahati mbaya sana wapendwa, tulipookolewa tulifanywa utu mpya ndani, ila kichwa kilibaki kile kile cha kale. Kazi kubwa inayofanywa kwenye ufuasi na wanafunzi ni kubadilisha nini? Kichwa. Naweza muamini hawezi kusema niumbie moyo mpya. Huwezi kuomba maombi ya Daudi ya niumbie moyo. No, wewe umeshaumbiwa moyo mpya, umekaliwa na roho wa Mungu. Sasa nitatoa moyo wa jiwe, nitawapa moyo wa nyama. Nitatia roho wangu ndani. Mtu ndani ya Kristo ana utu mpya tayari. Ana moyo wa nyama tayari. Hana moyo wa jiwe. Ila kichwa. Usipodili na hiki kichwa, unakuwa mpendwa, unanena kwa lugha, ila yani mwehu, yani wa ajabu, mawazo yako yamejaa kutu, unawaza mpaka unakuwa kama mchawi. Unajua unaweza kaa umeokoka, lakini vile unavyofikiri, unavyowaza na unaongea unakuwa kama mchawi, mganga wa kienyeji. Au kama mtu aliyelaaniwa sana. Sasa unafikiri hivi tu? Hamna. Zile hela zile. Kila mtu mwenye hela unahisi tu ametoa kafara. Telo anaiba change your mind. Mimi nimejiandaa kuwa tajiri zangu nikiwa kijana. Amen, amen. Kwa definition yangu ya utajiri. Kwa usinihukumu sana. Kwa sababu utajiri inategemea unatafsiri vipi. Haleluya. Ila huo unaofahamu kwamba ni utajiri, kwamba kuwa tajiri, na mimi nimejiandaa kuwa tajiri. Haleluya. Kwa ajili yenu wote. Glory to God. Yes. Sasa kama hujajiandaa kuwa tajiri, hata kukimbizana na lazima uje umejiandaa kiakili. Kuwa na hela. Kama ni jambo la kawaida, kuwa na hela. Na kama ni jambo la kawaida kuwa na hela, huwezi kaanza kuwashangaa walio nani? Kwenye nchi watu wana hela. Safi tu. Kuna watu wana hela ambazo hazieleweki, ndio. Lakini haimaanishi kwamba kila mwenye hela zake hazifanye nini? Haimaanishi. Ujerumani waliua Wayahudi, walichinja Wayahudi milioni 6. Milioni 6, milioni 2. Milioni ngapi? So tuweke na ile ya kwenye dini. Taifa la Mungu, walichinja taifa la Mungu milioni 6. Tuko pamoja? Hawa wanastahili laana kubwa kiasi gani? Damu ya taifa la nani? Wakachinja kwenye nchi yao milioni 6. Damu ikamwagika na uovu mwingine mwingi. Hawa wanatakiwa wakomboe, waache mambo yote, wanakomboa asubuhi, mchana, jioni, ili angalau chochote kiweze kufanyika kwenye nini? Kwenye nchi yao. Sasa kawaangalie sasa. Alafu unabaki sasa nchi yetu ina laana. Nchi hili. Hebu sema nchi imebarikiwa. Ninatoka Jumatatu mpaka Ijumaa, Jumamosi, ninafanya kazi na ninafanikiwa kwenye nchi katika jina la Yesu. Haleluya. Nchi imebarikiwa kwa watu waliookoka na ambao hawajaokoka. Yeyote anaenda kufanya vitu vinavyofanyika duniani, mifumo unakutana na hela. Hakuna formula. Hela haziangalii uso wako umeokoka au hujaokoka. Tuko pamoja? Kwa waamini wanapaswa wabaki kujua nimeoshwa, nimetakaswa na nimepewa mission. Habari ya dhambi yangu imekwisha shughulikiwa. Sio kazi yangu tena. Badala ya kufanya kazi ambazo hazina msingi, kafanye kazi uliyopewa, kahubiri watu injili. Kahubiri watu injili. Ni kama ile mission zile za kuzunguka pia, unaweza kunavunja madhabahu. Sasa tunavunja madhabahu za shetani. Mwanamke mmoja alikufa na nilimwambia, Apostle anakumbuka, ni shahidi. Mwaka 2015, mwanamke mmoja wa maombi. Kakazana kweli. Mimi lazima niende kule kwetu Chagani. Mimi nikabomoe. Siji pale wanapochinja mbuzi. Maana kuna madhabahu za ukoo. Mimi nataka Anambia wewe usiende huko. Amna, nawapenda sana ndugu zangu. Sasa kama unawapenda, wahubiri nini? Injili. Au nenda na watu wakahubiri nini? Injili. Wakisha pata injili, shetani ambaye anatawala kwenye mioyo ya watu wasioamini, kiti chake cha enzi kinakuwa kimeanguka. Kristo anatawala ndani yao. Hivi watu wakihubiriwa injili wakaamini wakampokea Kristo, wataenda tena kutoa kafara? Kwa nini unaenda kudili na madhabahu badala ya kudili na moyo wa mtu?
Sasa ngome haziko kule kwenye milima wala kwenye migomba. Ngome ziko wapi? Ndani ya watu. Na anasema tunaangusha hizo silaha zetu, zina uwezo katika Mungu hata kuweza kuangusha, si ndivyo, mawazo na fikra hiyo iliyojijenga kinyume na elimu ya Kristo. Kwa by gospel and prayer watu wanaokolewa. Wakiokolewa, Mungu anatawala ndani yao. Kwa sababu Mungu anatawala ndani ya watu walioamini, shetani anatawala ndani ya watu wasioamini. Kwa ufalme wa Mungu ni wapi? Ndani ya waamini. Ufalme wa giza ni wapi? Ndani ya wasioamini. Glory to God. Simple, you understand that. Una haja ya kwenda kwenye milima na kuanza kuvunja vitu, kwambia acha hivyo vitu, watu wanavitaka wenyewe. Naenda, napiga. Alikufa. Hivi unajua unakufa na Mungu anaangalia kwamba unakufa. Unasema God is not fair. Wewe ni mjinga, umekufa kwa ujinga wako. Kwani Mungu mzazi akisema usiguse pale, ule ni moto, ukigusa ule moto unafanyaje? Basi hamna, ukagusa ukaungua, itakuwa ni mzazi amekuunguza? Ni ujinga wako, si ndio Akaenda akajitumua, alina mara ya kwanza tukabe, akarudi akapiga akaja dada akasema naenda, akamwambia wewe acha hapo, kaenda. Akasema huyu hatujui huyu, hawa wanatutaka, yeye inamhusu nini? Nazana umekaa kwenye nyumba ya kupanga. Mimi nawapa hii akili ndogo ndogo tu. Nyumba sio yako. Umepanga mzee Juma anafuga majini. Sio nyumbani kwako. Yeye anafuga nini? Unaanza kuamka saa 9 usiku, na yashika, na yavunja, na ndugu yangu. Haya. Sasa kuna watu wajifanya wao ni wao ni warriors. Hivi unajua hata jeshi lolote lile linapigana kwa nini? Utaratibu. Linachagua vita zake zinazoeleweka kwamba hii ni kimsingi tunapaswa kupambana na hii vita. Au sio bwana? Jeshi lolote ambalo halijielewi katika mipangilio yake linaisha haraka. Yale majini ya kwako. Nyumba ile ni ya kwako. Hekima ya kawaida ni nini? Nyumba iliyojaa majini ambao mwenye nyumba ndo anayafuga. Hajakwambia nataka uyatoe. Wewe unatakiwa ufanye nini? Hama. Sasa unatufundisha uoga, kaendelee. Sura yako utakuwa kijana inaanza kukunjamana kidogo kidogo, kwa sababu kila siku utakuwa wewe kazi yako ni kupigana. Na unavyoya kwa sababu yanaumia. Do you understand? Sasa ashumu wewe ni jini. Nimesema assume. Given. Kwani wewe unaweza alivisa assume. Hallelujah. Ni assumption. Amen. Nyinyi ni watakatifu, mmeokolewa. Kiumbe kipya. Sasa assume wewe ni jini. Au sio bwana? Mmealikwa na mzee Juma kwa maslahi mapana mliokubaliana naye. Au sio bwana? Sisi tunafanya hivi na yeye anafanya hivi. Na pale ndio eneo la, na yule ndio mwenye eneo la mamlaka. Afu kuna kajamaa kamoja kanafanya nini? Kanawashia moto. Wewe kama jini utafanya nini? Sasa kimsingi, pamoja na mamlaka yote tunayo katika Kristo Yesu, hatujapewa mamlaka ya kuua jini. Huwezi kuua with those spirits. You can only suppress them. You can only suppress. Kuna vile vijini visivyo na akili. Unajua mapepo yanatofautiana na akili. Ranki za akili ziko tofauti. I'm telling you. Ukiliambia nakuwa toka na kuchinja, natoka nakimbia, najua kweli unaweza kuliambia. Ukikutana na ile nyaki nakwambia acha mambo yako wewe. Tuko pamoja? You can only cast them out. Sasa wanasa huyu jamaa si kule anafanya kazi wapi? Anafanya kazi bandarini. Ile bosi wa pale ameokoka? Hajaokoka. Okay. Wanaanza kudili na kazini kwako, kukuletea usumbufu kupitia wasioamini, wanaweza kuwa control, kuletea shida ili wakupe kazi nyingi, usahau kuwasumbua kila siku. Ukiamka asubuhi katoto kao kameenda shule, mara kamegongwa na baisikeli, mkono umevunjika, unaanza kupambana kwenda hospitalini.
Alafu ukikaa wewe si wa rohoni unaona kuna haya madudu yananipiga. Kwa hiyo unaendelea kufanyaje? Kwa hiyo unayapiga na yenyewe anafanyaje? Kupiga. Ukiyapiga na yenyewe anafanyaje? Nakupiga. Hapa ni kwetu, we nani? Ndio anakuuliza sasa. Hapa tumealikwa, we nani? Principle ndogo ni kwamba mtu yeyote aliye na mapepo kama hajataka yeye mumfungue, utamfungua? Haipo hiyo. Hawajakuita wenye mamlaka na yule mtoto, mfungue mtoto wetu, hatutaki ya mambo, utamfungua? Mtu akiyataka mapepo yeye na hayo watashirikiana tu. Wewe nani? Wewe endelea na biashara zako. As long as husiki na mambo yako, wewe endelea na nini? Fanya mambo ya msingi, kahubiri injili. Ukiona wanakukela, hama hiyo nyumba, kajenge ya kwako. Au kaishi kwenye mji mwingine. Unakuja za prayer warrior. Angalia hao wanaojiita prayer warrior ambao hawana kuwa prayer warrior katika mtindo wa kuwa warrior, maombi ambao tunajifunza katika nini? Maandiko. Ukiwa prayer warrior afu maombi yako ni haya kijinga, maisha yako yatajaa mateso, tabu kila siku na Mungu hana cha kukusaidia. Mapambano mpaka unakuwa mpaka mtu alikuwa mrefu anaanza kuwa mfupi. Nini? Prayer warrior. Vita za ajabu ajabu tu. Unaacha kuomba injili mpate mpenyo, unakomana majini ya mzee Juma anayoyataka. Kama unamwona mzee Juma ni muhimu, wewe si mhubirie nini? Injili. Ukimhubiria injili mzee Juma akaamini, mapepo yana ground tena pale. Asa nisaidia asiyawezi tena, ambia usijali mzee Juma. Yesu sasa anatawala. Katika jina la Yesu, ninyi maroho hamna nafasi tena kutrespass katika mazingira haya. Ushindi tayari, hutatumia nguvu, hakuna magomvi, hakuna kupigana wala nini. Mapepo hayatakuwa na mamlaka kwenye eneo kwa sababu mzee Juma mwenyewe hayataki. Amempokea Yesu kwa Bwana na nini? Na Mwokozi wa maisha yake. Otherwise unakufa. Ukienda kwa mganga wa kienyeji, unapeleka nini pale? Ujumbe wa nini? Mhubirie injili. Acha kwanza kudili na makolokolo yake. Mhubirie injili. Akiamini yeye, sasa haisalenda. Sasa unanisaidiaje na makitu? Hata niuo naambia worry out. Naambia wewe, mnasikia? Mzee mwenyewe amewakataa. Mzee amefanyaje? Amewakataa. Na kwa mamlaka niona katika jina la Yesu, amruhusiwi tena kusumbua hapa wala kumsumbua huyu mzee. Toka! Sasa kicheki kule yana ground. Wanaenda tu. Kwa usiingie kwenye vitu ambavyo havihusiani na wewe. Hubiri injili. Mwambie jana yako tena, hubiri injili. Hubiri injili. Focus. Mama wote alikufa. Alikuwa shupavu kweli katika kazi ya huduma. Tukala kande na pilau, tukasikitika pale. Tumesahau. Mungu anainua watu wengine wanahubiri injili. Usije ukafikiri wewe ni muhimu sana kuhusu majini. Wewe hubiri injili. Unajua mtu amejipa kazi kwamba yeye ndio kiboko ya majini, anayatafuta baharini. Bali wewe baharini. You know some people anatembea asema nimeota kwenye maono, na maono yanakupatia siji zile kule Kiwila, kwenye ufukwe za Kiwila, siji kuna majini gani. Kawahubirie watu wa mji ule. Jamani, nimesema nini? Kawahubirie watu wa mji ule. Hata useme na wafunga kuzimu na wafunga kuzimu, utakuta mapepo hayakai kuzimu. Mapepo yanaishi humu tu katikati ya binadamu, humu kwenye shughuli za wanadamu. Kama ingekuwa mapepo yanafungwa kuzimu, tangu walokole wameanza kufunga mapepo kuzimu, singeisha dunia. Au mkifunga nani anayafungulia? Na kufunga kuzimu, wala usitoke usirudi. Hawako kuzimu. Mwana mwingine anasema yako kwenye anga la 12. Hakuna pepo anakaa kwenye baridi huko. Wako humu. Kwa shughuli za humu. Eti pepo liloko angani. Anga lipi? Elewa neno anga. Haleluya. Unataka uelewe neno anga. Anga unaona mawingu. Hakuna jini nakaa kwenye mvua. Wakuu giza na wafalme wako wapi? Wanadili humu tu. Shughuli zao ni katikati ya wanadamu. Glory to God. Do you understand? Kwa sema ametutuita tutoke nini? Gizani
tuingie katika nuru yake ya ajabu, alafu tupate kuzitangaza fadhili zake. Mission nyingine zote za kukomboa, sijui za kufanya, achana nazo. Hubiri injili. Hubiri injili. Hubiri injili. Haleluya. Yaani bora maisha yako yawe magumu kwa sababu ya upinzani unaopata kwa sababu ya kuhubiri injili, sio kwa sababu ya kwenda kupigana na vitu ambavyo sasa tunaenda kupigana na shetani. Wapi umeambiwa ukapigane na shetani? Yaani agizo ulilopewa kwamba nenda kaanze kupigana na shetani, umeambiwa ukawafanye mataifa kwa nini? That's the only battle you have. Supernatural war, hiyo warfare ambayo ulionayo ni inaotokana na injili. Unahubiri injili. Hiyo ndio confrontation ya ufalme wa giza. Tunakuwa tumewaconfront namna hiyo, tumekabili ufalme wa giza namna hiyo. Lakini eti mmejipanga kabisa. Mlima Hanang, mwaka mmoja tukaambiwa pale Mlima Hanang kuna joka limezunguka, nene limezunguka kwenye ule mlima, ndio linalogandamiza maisha ya watu na ule mji na vijiji na kwa kweli hali kweli ni mbaya. Mpaka leo nikikaa na apostle tukidiscuss Katesh, nabaki tu kusikitika. Ni kweli spiritually wale watu hali zao nini? Mbaya. Yaani kwa maana ya maisha yao yameharibi, vitu haviendi, mambo yanakuwa, watu wanafanya hivyo. Yaani pamekaa na nafasi, hakuna joka. Unajua unaweza kaona kabisa joka. Sasa ufanye nini na hilo joka? Joka limekaa juu ya mlima. Kwa hiyo tutengeneze kikundi sasa cha maombi, kipande wapi? That is a mistake. Tuko pamoja? Wanasema wanalifanyia dhabihu. Na kweli pana madhabahu ya Wabalbegi pale juu. Na wanaenda, sio kwamba ni kwa siri au usiku, wanaenda mchana kabisa, wana majira ya kwenda, wanatembea na wanakuwa na wanawake zao, sina baba, wanatembea wamebeba na vitu, wanapandisha wapi? Mlimani. Wanaenda kulitolea nini? Sadaka. Na kwa imani zao na wakifanya na supernatural wanazipata. Na majibu ya maombi yao yanafanya. Hey. Bwana aliyekwambia shetani ajibu maombi naye? Anawajibu wanaomtumikia. Anawajibu. Miungu inajibu watu wao. Ndio maana hivyo unafikiri, ngoja nikuulize, katika taifa la Israeli, hivi unafahamu Mungu anaitwa Baali? Ile Baali alikuwa ni Mungu, ni jitu ambalo lilikuwa lina mpaka, unajua mpaka unakuwa na manabii mpaka 450 wanaokupambania mpaka kufa. Wewe ni haufanyagi mambo yanafanyika. Manabii wa Baali. Tuko pamoja? Wako tayari, wasema nyie Mungu wenu na mimi Mungu wangu. Wanajichinja, wanaamini kwa sababu Baali ana show. Baali huwa anajitokeza, Baali huwa ana matokeo, Baali huwa anafanya. Kwa hiyo usije ukafikiri kwamba chochote chenye matokeo supernatural ni Mungu wa Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Miungu inafanya mambo. Kwa kwenye mlima ule wanaabudu, kama ni mvua ionekani, wanaposhuka tu na mvua inafanya linashuka. Sasa wewe unaenda kudili na mlima. Ukidili na mlima, linaweza likakimbia faya yenu ya wakati wao, sio bwana? Likaondoka bali. Kesho wale watu wanaenda tena kufanyaje? Kutoa dhabihu. Tunakuhitaji. Jamaa linafanyaje? Sasa wewe unafanya kazi gani? Wewe kacheze kadili na nini? Mioyo yao. Ukisha geuza moyo wa mwabudu sanamu, sanamu halina nini? Limekosa wateja. Halina maana. Ibada ya sanamu haiwezi kuwepo wakati umeshaangusha ufalme wake kwenye moyo. Kwa sababu ibada ya sanamu sio pale kwanza physically. Inaanza kwenye nini? Moyo wa mtu. Sasa ikiwa injili yetu imesitilika kwa wanaopotea, Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao na fahamu zao, wasioamini, nuru ya injili sifaje? Isiwazukie. Kwa injili inaangaza kwenye mioyo ya watu. Ufalme wa giza, viti vya enzi vya giza vipo kwenye moyo wa mwanadamu. Kwa hiyo tunaangusha enzi. Yesu anasema nalimuona shetani akianguka toka mbinguni kama umeme, sio mbinguni, angani, akiangushwa kutoka kwenye mioyo ya watu. Neno mbingu katika maandiko, mbinguni linatumika pia katika muktadha fulani kuongelea mioyo ya wanadamu. Sasa aliingia katika lile pazia, lile hema lilopana zaidi lisofanywa kwa mikono ya wanadamu. Akaachilia damu ya Yesu Kristo imeachiliwa kwenye mioyo ya wanadamu. Patakatifu patakatifu, enzi ya Mungu, mahali Mungu anaketi ndani ya wanadamu. Hapo ndipo Mungu anapotawala. Where God reigns in this world, he is reigning
in the hearts of men. Mungu anatawala kwenye mioyo ya wanadamu. Anatawala katika affairs za wanadamu kupitia mioyo ya waamini. Ndio maana ibilisi ama shetani anapotaka kuendesha agenda zake duniani anahitaji mtu. Na Mungu anapotaka kuendesha agenda zake duniani anahitaji nini? Mtu. Hallelujah. Kwa adui ata-inspire wanadamu wafanye mambo. Ata-inspire watawala, mkuu wa kitongoji, mkuu wa nchi, mkuu wale wenye mamlaka, atawa-inspire kufanya agenda zake. Kwa waamini na wao wanakuwa inspired. Ndio maana tunaambia tujazwe roho. Kila wakati tuwejalo. Maana yake tuwe chini ya uvuvio wa roho, tuwe chini ya influence of the Spirit. Maamuzi yetu under the influence of the Spirit. Chini ya ushawishi wa roho. Kuongea kwetu, speech yetu chini ya ushawishi wa roho. Iko spirit inspired. Imekuwa inspired na roho. Kwa maana yake unatoa tofauti na ambacho ulimwengu unatoa. Hallelujah. Shetani anaitwa mfalme wa dunia hii. Sio dunia kwamba yeye yani ni mtawala, ni mmiliki wa dunia as an earth. No. Anatawala kwenye shughuli, kwenye activities. Ile dunia inaongelea activities of man. He reigns in the activities of man. Anatawala kwenye shughuli za wanadamu. And definitely kupitia wasioamini. Na ukikaa vibaya uliyeamini na wewe unatumika vile vile. Tuko pamoja ndugu zangu? Kwa aliyeamini anapaswa kuwa na uhakika nimetakaswa. Sio kitu cha kuomba. Nimeoshwa. Sio kitu cha kutafuta. Nimepewa mission kuzitangaza fadhili zake. Kusema kweli yake. Kufundisha habari zake. Hallelujah. Hakuna namna nzuri ya kumshinda shetani kama kuhubiri injili. There's nothing. Yani hakuna njia nyingine bora ya kumshinda shetani na ufalme wake kama kuhubiri injili. Ndio maana nimewafundisha wiki kadhaa pale zilizopita kwamba kitu ambacho ibilisi anakitafuta kwenye nchi sio kwamba ana uchungu kwa nini watu wana maisha mabaya au ni maskini. That's not his business. Vita yake sio kwamba watu wasiwe na maji au wawe na maji, watu wawe na umeme au wasiwe na umeme. Vita yake sio kwamba watu wawe na barabara au wasiwe na barabara, hospitali nzuri au wasiwe na hospitali nzuri. Vita ya shetani sio kwamba watu wasiweze kuongea mawazo yao au waongee mawazo. That's not his business. His business, his war, his antagonism is against the gospel. Tangu mwanzo ibilisi anatafuta injili isipate mpenyo, mpango wa ukombozi wa Mungu usipate kufanikiwa. Kwa hiyo itakuja, yatajifunika mambo, yatakuja kama vile social, mambo ya kijamii, mambo ya kisiasa, mambo ya kiuchumi. Kama kuna ni mambo, hiyo ni cover tu. Nyuma, lengo, injili isipate mpenyo. And a Christian should be wise. Mkristo lazima awe makini. Focus yake isihame. Focus yake isihame. Vita ya shetani ni juu ya injili. Wakachinja watu wote wakati wa Musa, watoto wote, lakini alikuwa anatafuta ni Musa, mpango wa ukombozi. Lakini huko nje ni kama hao wamekuwa wengi, sasa tutafute namna ya kuadhibiti rere. Iko hivyo. Wakati wote katika Biblia, katika maandiko, katika historia, utaona shetani anatumia watu wakuu, wafalme, watawala, wakati mwingine anatumia ndio wanaitwa wakuu wa giza hili. Sababu vita vyetu si juu ya damu na nyama. Maana yake ni kwamba adui anatumia watu walioko katika maeneo ya kuinfluence maamuzi. Wanapitisha agenda zake. Wanaweza wajue ama wasijue, lakini malengo yake, yeye anacheza mchezo wa mbali. Malengo yake ni injili isipate nini? Mpenyo. Kwa ukiingia katika mkenge sasa, unaingia kwenye mkenge wa kisiasa, unasahau kwamba kazi yako wewe ni nini? Ni injili. Unasahau kwamba hawa wengine ni pawns katika devil's hands. Wanatumiwa tu na adui, hawajui, wakati mwingine wako confused. Ndio maana tunapaswa kuwaombea watawala, ili wakati wanakuwa influence tofauti wapate akili tu ya Mungu. Yaani ile yale madude yale yashindwe kwa influence kuongea vitu vya hovyo hovyo, kufanya maamuzi ya hovyo hovyo yanayoleta tabu. Kwa sababu ibilisi anachokitafuta tushindwe kuhubiri injili. Ndio hofu yake. Ibilisi hajaye kuogopa chochote. Yaani watu kuwa na hela sio shida zake. Kwa sababu ukiwa na hela bado yani zote ni weapon. Mtu akiwa na hela
anaweza kaitumia kama silaha. Mtu akiwa hana hela anaweza kuitumia kama nini? Hujai kuona kuna watakatifu wakati hawana hela ndio walikuwa wanaweza kufanya kazi ya Mungu vizuri sana. Na wakati hawana hela kwa sababu yani Mungu nikipata hela ndio nitakutumikia vizuri sana. Yaani nilipe hela. Hapo yuko committed kweli. Alipopata hela sasa. Bia unajua niko busy na maduka Dubai, nina maduka si wapi, nina shughuli na maombi hakuna. Kwa sababu yote aliyokuwa anafanya aombe yamesolviwa na hela. Yote alikuwa anafanya aombe yamesolviwa na nini? Ndio maana maombi ya mtakatifu yanatakiwa ajifunze vizuri. Nakuta 1% kubwa ya maombi yako yanasolviwa na hela. Haya maombi inabidi uyapige chini. Katafute tu hela. Inabidi uanze kupima kwenye wiki lako wewe maombi unayoomba solution yake ni hela. Kama ndio aliyojaa, sijasema usiombe kuhusu vitu jamani. Kama ndio aliyojaa mambo ambayo solution yake ni hela, hujaanza bado huduma ya nini? Ya maombi. Kimsingi umebadilisha tu muda, badala ya kufanya kazi umebadilisha muda wa kuomba hela. Wakati utakiwa uende tu kufanya nini? Kazi, upate hela. Kwa kuna watu ambao pesa kisha patikana tu ambao bills zinalipwa, watoto wanaenda shule, kodi sio tatizo, aende prayer kufanya nini tena? Maana ndio yeye anamfanya aende kwenye maombi. Kuna watu wafikiri wanapenda sana maombi, kumbe wana shida. Ni shida ndio zinawaleta kwenye maombi. Mwambie jirani yako usiwe committed kwenye maombi kwa sababu ya shida zako binafsi, za ubinafsi. Uwe committed kwenye maombi kwa sababu wewe ni muamini na maombi ni huduma yako. Kuombea watakatifu, kuombea injili ipate mpenyo na mambo ya ufalme. Haleluya. Kwa akipata hela tumuoni tena. Kuna mtu maombi yako inspired na ndoa yake. Ndoa inamtesa kwa kila siku yuko yani yeye mjafika yuko pale mnasema ana mzigo kweli na injili. Sio mzigo wa injili. Ni mke wake mwiba au ni mume wake nini? Mwiba. Sisemi kwamba hatupasi kuomba au kupeleka changamoto zetu za maisha za familia mbele za Mungu. No, I'm not saying that. Ninasema isiwe reason ambayo ndio ya kwanza inayokufanya wewe committed kwa nini? Kwenye prayer. Kwa sababu mwisho ikiisha hiyo tu maana yake ni kwamba motivation yako ya kuomba imefaje? Imeisha. Haipasi kuwa namna hiyo. Haipasi kuwa namna hiyo. Kwa silaha adui anaweza kutumia chochote. Maana ukiwa maskini anaweza kutumia wewe umaskini huo kukosa vitu kufanya nini? Kukusuppress ushindwe kabisa kufanya kazi ya huduma. Ndio maana tunasema kwamba uwe na hela. Uwe una hela. Tuko pamoja? Ministry inabaki nini? Constant. Wakati usiofaa na usiofaa. Yaani maana yake kutumika kwetu hakupasi kuwe na kunaangalia mazingira. Sasa hizi mambo yangu yamenyoka ndio unapatikana. Au sasa hivi mambo ni magumu ndio unapatikana. Wakati tunavyo, wakati hatuna, tunahubiri injili. Wakati tumeoa, wakati hatujaoa, tunahubiri injili. Tukiwa single ama tuko double na single ndio kinyume chake. Ukiwa single unahubiri injili. Ukiwa double unahubiri. Sio mtu ulikuwa single busy na kazi ya huduma. Double sasa imeingia. Sasa mahali pake hapaonekani tena. I'm watching you people. I'm watching you. So nina watu hapa kwa kweli. Tupo. Itaendelea. Swali la msingi tafaje? Na baya zaidi huwezi kujua mpaka mimi pastor mimi hamna, wewe utaona. Tutaona kweli. We can't know until you have that. Kwamba devotion yako na commitment yako, ile consecration ilikuwa ya ukweli au ya kimazingira. Kwa sababu sometimes people are serving God circumstantial. Yaani kuna mazingira tu ambayo yapo ndio yanamfanya awe busy na kazi ya huduma. Mazingira kibadilika, commitment yetu kwa Mungu lazima iwe resolved. Kwamba nitamtumikia Mungu katika majira yote. Katika mazingira yote. Nitalipenda kanisa langu, nitapatikana katika mazingira na majira yote. Huo ndio utumishi. Sio kwa sababu umekosa dili mjini ndio unakuwa busy na mambo ya kanisa.
Ndio maana watu wengine wametengeneza mazingira ya kwamba watu ambao wakwenda kwenye maombi, watu wakwenda uinjilisti ni watu wasio na kazi mjini. Kwa hizo ni shughuli za watu ambao ni less people, hawako busy na mambo mengi. No. Prayer is not for people who have no jobs. Prayer is not for people who have no business. Prayer is for executives, businessmen, women. Prayer is for people who have no jobs, whoever, poor, rich, mtajiri, maskini, mwenye biashara, mtendaji mkuu, waziri wa nini, wote they have to be involved kwenye nini? Prayer. Kudumu mambo ya msingi tu ya kawaida katika kanisa la mahali inakuwa kama kazi za watu fulani. No, utumishi wako kanisa la mahali hautakiwi kuhusianishwa na status yote ulionayo. Hapana. Unakuwa bank executive na tunakuta unasaidia kupanga viti kanisani. Wewe umemjua Kristo na kumtumikia Kristo. Hallelujah. You are a doctor somewhere. See, you are a big politician somewhere. But when you come to church, tunakuta una serve kanisani. You are serving. You are serving. You are serving. Unaona? Kwa hiyo inaanza, mambo yake ni magumu sasa hivi, anatumika. Yakinyooka, anafanya. Sio uko busy. Kumbe ulikuwa hauna kitu cha kufanya. Kwa sababu unajua kukosa kazi ni kazi sana kuliko kuwa na kazi. Hivi mnaelewa hiyo? Yaani kwenye ile lockdown ya siku kadhaa ile, kuna watu wanapendaga off za kazini. Walitamani yani kazi zirudi haraka. Kwa sababu kukaa bila kufanya kazi asubuhi mpaka jioni, hiyo kazi ni ngumu. Ni kweli ama sio? Au kuna watu wanasema tunaiomba ije tena. Something is wrong with those people genetically. Huwezi ukaenjoy, you are not doing anything. Wewe sio mwanadamu wa kawaida. Unaweza kama skule level 4 tayari. Yaani unakaa tu asubuhi unaona ndio sawa. Yaani siku inaisha umekaa tu hauna kazi. Nini? Yaani sawa ndio sawa, tusiende kazi. Yaani sawa tu. Haipaswi kwa nini? Kwa kuna mtu kumbe kwa sababu hana sasa hivi ama kitu kinachomweka busy, ndio unakuta anakuwa busy na mambo ya nini? Ya kanisa. Huo ni utumishi sahihi huo? Ni kweli inawezekana kwa sababu una nafasi unafanya sana. It's okay, lakini haipaswi kuwa ndio drive kwamba ninafanya tu kwa sababu ukishapata cha kwako cha kufanya uonekani tena kwenye chochote. Haipaswi kuwa namna hiyo. Glory to God. Kila mtu ana muda wa kumtumikia Mungu. This I have to tell you. If I'm your pastor. Kila mtu ana muda wa kumtumikia Mungu. Kwa sababu muda huo ni yeye anaamua. Tumeelewana? Muda huo ni yeye anaamua. Huo muda ni yeye anaamua. Na niwaambie wazi kabisa. Visingizio vyote ambavyo tunaweza kuwa navyo, visingizio vyote deep down kwenye mioyo yetu tunafahamu na tuna ushuhuda wa Roho kama hivi visingizio havina mashiko, havi hold water. Visingizio vya kutokumtumikia Mungu, visingizio vya kutokupatikana kazini, kwa kiwango gani itavali ni sawa. Kwa sababu hata consecration pia ina levels. Watu wanajiweka wafu katika levels tofauti. Hatuwezi kufanana kwamba labda vile ambavyo Boni anafanya hapo, so Boni au sio nani anafanya kwamba wote watafanya katika extent. Lakini kutofanya kabisa, kutopatikana kabisa, that's your decision. Niliwahi kuambia kwamba kuna kazi na utumwa. Did I make myself clear? Kuna nini? Na nini? Jifunze kutofautisha ya mambo mawili kwenye maisha yako. Itakusaidia sana. Kwa hiyo unajiuliza, hivi mimi ninafanya kazi ama ninatumikishwa? Ni swali la msingi. Ninafanya biashara ama ninatumikishwa? Ni swali la msingi.
Muamini sio mtu kama wale wa Misri, nani wa Israeli walivyokuwa Misri. Asa kwa utumwa mzito, wakashikishwa kazi, wakawa oppressed, wasipate hata nafasi ya kumwabudu Mungu. Kama kazi yako, shughuli yako inakusuppress mpaka unakosa muda wa Bible study, unakosa muda wa ibada mara moja kwa wiki, yani kuja ibadani Jumapili, you cannot be there. My brother, you are in Egypt under Pharaoh. Farao anakutumikisha wapi? Misri. That job is not a blessing. Na tayari hiyo ni sauti ya Mungu inasema, hebu anza kutafuta kazi nyingine. Hebu anza. This I did not intend. Hii sikukusudia wewe uifanye. Anza kutafuta kazi nyingine. Unajua kuna mambo kama haya, watu wana reason. Lakini unajua lakini hela ni muhimu. Sasa unajua kama kuna hela tutalipia vipi hata ukumbi? Kama tell that to Jesus. If you understand. Mwambie Yesu. Kama atafanyaje? Ataelewa. We have to go back katika Ukristo ambao una msingi ulionyooka kwenye neno la Mungu. Watu ambapo wanaweza kumjua Kristo na mission yake, wakajua mission yao katika Kristo Yesu, na wakaishi maisha ya Kikristo, maisha ya imani. Wanafanya kazi, wanamwamini Mungu. Wanafanya biashara, wanamwamini Mungu. Nina asubuhi nilikuwa naongea wakati tunatoka nyumbani, nilikuwa naongea na apostle kwamba at times vitu vya ajabu vya kushangaza katika Ukristo hasa wa leo ni kuamini kwamba ukifanya kazi siku hiyo ndio utasolve matatizo ulionayo. Kwa inafika sehemu mtu anafika Jumapili anasema hii biashara nisipofungua itafanya nini? Itakufa au sitapata hela. Jumapili alikuwa na siku 6 zote. Wakati mwingine tuambiane ukweli jamani. Eti tuambiane nini? Tunyoshe hivi. Kama wewe siku 6 ukupata hela, kajifunze tu kutengeneza hela. Tafuta tena tu watu niambie, nifundisheni namna ya kutengeneza nini? Siku 6 hazikukutosha kutengeneza pesa. Unataka kutegemea kwamba hiyo ya 7 ndio utatengeneza hela. Kondo sasa hivi imekuwa kanisa watu wana ibada, ninapenda ile kanisa napenda kwa sababu ibada tunaingia saa 1, imeisha saa 2:30. Tunarudi kufungua biashara zetu. Wewe na mchungaji wako na hilo kanisa lote linahitaji nini? Maombi. Tena si ya kawaida. Yale tunasema unashika kichwa hivi, unatikisa kama wale manabii wa deliverance. Toka. Hayo ni majini. Ibada sasa hivi zimefanywa kama kitu fulani kwenda kupiga chapchapu na kufanyaje? Do we know worshiping God? Sasa wanasema mimi nampenda Mungu na muabudu Mungu. Mungu yupi unayemwabudu? Kwa sababu Mungu tunapaswa kumwabudu Mungu ionekane kwenye jinsi ambavyo we esteem so high kwenye maisha yetu. Tunavyoheshimu when it comes to God. Angalia watu hao waabudu sanamu whatever. Wazee wa visufuria. Wamejaa hapo Kariakoo, wanafanya biashara, si ndio? Wahindi, so wamejaa hapo Kariakoo, wanafanya nini? Tuko pamoja? Mida yao ya ibada, wanafunga maduka wafungi. Mara ngapi kwa siku? Wameacha kuwa matajiri. Bro, kama hujui hela kutafuta, sema tu mimi nikilaza sijui kutafuta hela. Usisingizie program za kanisa. Kwa sababu kuna watu wengine wanataka kusingizia kwamba nikienda kanisani, sijui nani, mwingine siwezi kufunga Jumatano. Unaambia Bible study Jumatano saa 10 jioni. Unajua sina wa kumwachia duka. Masaa mangapi? Mtu asiyeweza kufunga duka lake masaa 2 kwa ajili ya ibada yake kwa Mungu, huyu mtu hakumjua hata Mungu anayemwabudu.
wala hana imani kwa huyo Mungu, wala hajajifunza kumtegemea huyo Mungu. Kwanza kimsingi hana akili. Na hii imenyooka kabisa. Hana akili. Kwa sababu masaa yako mawili ndio atasolve mahitaji yako ya hela. Okay, unajiuliza swali, ukiumwa unamwachaga nani? And there are times unaumwa wiki zima na ufungui. Uliishije? Kuna time unauguliwa, uko busy na mgonjwa, ile kazi umefanyaje? Unabaki kumwamini Mungu tu, tutaishi. Na mnaishi, hamjafa. Unashindwaje kumwamini Mungu in those 2 hours to worship him? Au kumpa nafasi kwamba ni cha thamani na acha. Kwa sababu kumwabudu Mungu au kumtumikia Mungu ni wakati ambapo unaonyesha kwamba ninaweza kuacha hiki kwa ajili ya Mungu. Amen, amen. Kama kuna mambo huwezi kuacha kwa ajili ya Mungu, bado wewe bado sana. Bado sana. Ni ajabu kama leo katika kanisa tunaweza kuwa tunazungumza mambo ya kwamba jamani, saa moja tu biashara yako haitakufa, muamini. Hata wapagani wanatushinda. Wakiona mambo yao, they close their shops and they go. Watu hawa kabla hawajakuja kanisani kwenye wanafunzi, siku kuna Simba timu yake inacheza, anafunga nini? Sasa nitakuja kujua jinsi ya kupiganisha tundafidia. Anaenda uwanjani toka saa 8 mchana, wanarudi saa 4 usiku, amefunga duka. Mhubiri injili sasa aje kanisani, umwambie bwana discipleship ni Juma Alhamis saa 10 basi akamwambia unajua yani sina muda kabisa pale dukani, niko mwenyewe, mtu akomaje, unajua biashara pia hizi ukiona chacha unafunga inakufa. Hujui kufanya biashara. Hujui tu kufanya biashara. Kwanza hiyo biashara haikutakiwa atakuwa mikononi mwako. Kama biashara yoyote ikiwa kwenye mikono ya mtu ambaye hawezi kumheshimu Mungu na muda wake, hiyo biashara haiko kwenye mikono sahihi. Unaweza kaona kama una make it, itakupiga somewhere. Ndio maana watu wako kwenye cycle ya namna fulani. Kama wanaenda, wanakuja wanarudia pale tena. Anaanza upya. Why? They don't honor God in their lives. Na hizo ni mbegu unapanda ambazo unazivuna Dar es Salaam hapa. Wala uvuni wapi? Unavunia wapi? Malipo wanasema unavuna wapi? Hapa. Kwa ukijifanya mjanja, wewe ndio unajua sana kuiabudu hiyo kazi. Mungu wako amekuwa tumbo, Mungu wako amekuwa hiyo kazi. Paka mambo ya msingi ya Mungu wako unaweka pembeni. Adui atakuonyesha, kwa sababu adui ndio huyu. Yeye mwenyewe anaanza kukufundisha Mungu alivyo muhimu. Yeye mwenyewe. Yaani yeye anakutriki kwamba uone hii ni muhimu. Afikiona ni muhimu, anakuja kukunyuka kwa nini uliona ni muhimu kuliko Mungu. Huyo. Do you know the devil? Yaani yeye mwenyewe anakujaribu, afu yeye mwenyewe anakupunish kwa dhambi hiyo. Kwa sababu ni dhambi kuabudu mali. Ni dhambi kuweka kitu kingine kwa mbele kuliko Mungu wako. And the devil is the punisher. Ata take advantage of that sin and he will strike you. Kwa unaona kama unapata kwa vile ambavyo uliacha, basi unaona kama una hamasi. Sehemu tu takuingizia upepo. Inapigwa, unakuta cycle ya masumbufu na fujo inajirudia pale. You don't go anywhere. Why? You did not honor God. Sasa tumheshimu Mungu kwa nini? Kwa mali zetu. Tunamheshimu Mungu kwa muda wetu. Tunamheshimu Mungu sasa, tunamtumikia Mungu kwa akili zetu, kwa moyo wetu. Tunamtumikia Mungu. Serving God inaanza na attitude, how you treat things in your life. How you treat things in your life. Vile unavyovichukulia vitu, mali, shughuli, kazi. Wako wapi wale wanaume na wanawake wanasema no, hii bora nilale njaa, hii sitachukua. Mungu atanitunza, hii siingii. Wako wapi hao? Wanasema I want to see my God help me. Yaani unajua kuna wakati mwingine hata testimony leo hivi, unajua kwa nini leo hakuna hata shuhuda za ajabu za kutetemesha kanisa? People are not walking in faith. Tunaishi kwa logic na reasoning. Kila kitu tunapigia mahesabu kwanza. Na hiyo ukicheki hapa na nini haitakaa. Kwa hiyo punguza muda pale, punguza pale, weka hapa. You want to see God. We will see our plans working. Lakini miracles, signs and wonders zitakuwa nyingi kwa watu ambao wanatembea. Kwa nini pia? Kwa kumwamini Mungu kwamba is this important? Yes. Mungu anataka nifanye hii? Yes. Kiwango cha priority ni kikubwa? Ndio. Sasa itakuwaje huko? Mungu atatusaidia. Hawa watu
watarudi na ushuhuda jinsi Mungu alivyofanya. Sasa I said tulikuwa kwa kweli hatujui hata itakuwaje. Lakini tukaenda kufanya kitu. Mungu ametushangaza. Pale mahali tujua pataharibika, Mungu amefanyaje? Ameifanya. Hautaona God's intervention kwenye maisha yako wakati wewe ndio kila wakati unajiintervene mwenyewe. Hivi wewe kwenye kila situation una intervene yourself. So how can you see God's intervention? Yaani Mungu anaingiliaje kwenye maisha ambayo wewe ndio unakuwa kihelehele kujiingilia mwenyewe, kujisovia. Unatafuta namna ya kujisovia hiyo matatizo. At which expense? Kwa gharama ya mambo ya Mungu mwenyewe. Zamani tulikuwa tunasema hivi, nitafanya ya Mungu na Mungu atashughulika na ya kwangu. Vyovyote vile msemo unaweza kaonekana namna gani, but it helped. Hallelujah. Tukaweka vipaumbele vya Mungu sawa sawa. We believed God to deal with our circumstances, and he dealt with them. Tunaweza kuongeza tu kiwango cha kumwamini Mungu na maisha yetu. Mwambie jirani yako, kumwamini Mungu na maisha yako. Na huo ndio ibada. Ibada sio kunyanyua mikono, unaluka unajampu, tunacheka hapa tunafly. Life, mtazamo wako about God. That's true. Hiyo ibada. Heshima, jinsi unamchukulia Mungu. Kwamba wewe nina Mungu atanisaidia. Mnasema hapa sitavuka kwa sababu hii. Leo hii ndio sababu watu wanaweza kuwepo kanisani na bado wakatoa rushwa ya ngono ili wapate kazi. Why? They don't believe in their God. They don't believe in their God. Kwa hawezi kusema no, Mungu atanisaidia. Ni kweli sioni mlango wa kupata kazi, but I won't do that. Kwa tunabaki na shuhuda za kwenye maandiko, watu ambao walikataa favor ambazo ni za ajabu ajabu kwa expense ya heshima kwa Mungu wao. Tunabaki na zile kama story. Leo hauzioni kwa sababu gani? Nobody is willing to sacrifice kusema no, Mungu atanisaidia. Hapa bidi nitumie akili, mjini hapa hapa pagumu. Kwa Mungu haishi da. Sasa pagumu. Hebu sema nina Mungu kwenye maisha yangu. Tena Mungu mkubwa. Aliyeziumba mbingu na nchi. Anayetawala. Hallelujah. Yes. Nafikiri kuna haja kuimba hata zile nyimbo za zamani zile. Nina baba yangu asiyeshindwa kamwe. Nina baba yangu asiyeshindwa kamwe. Yesu ni baba yangu asiyeshindwa kamwe. Mwamba imara asiyeshindwa. Changamoto tu ni kwamba zimewekwa vibe ya juu sana. Unaweza kusahau mambo ya msingi. Ukajikuta tunapiga sebene moja la hatari, unakata viuno mpaka chini. Lakini the message, wale nyimbo ambazo tulikuwa tunaimba, message inakuinspire kusema no, I have God in my life. Amen, amen. Sitashindwa, hapa ninapita. Kuna extremes, yes. Kupitiliza, yes kupo. Lakini je, tunapaswa kufundisha kutoka kwenye extremes? Abuse? Hapana. Tunapaswa kufundisha imani kama inavyofundishwa na maandiko. Ni kweli watu walitumia mambo ya imani vibaya. Kila kitu tunataka Mungu anaacha vitu ambavyo reckless, vitu ambavyo atapaswa yeye mwenyewe ndio aweze kufanyaje kuvisimamia vizuri au kuwajibika. Anaacha responsibilities, anakuwa busy tu huku, yani anasahau ni mke wa mtu labda, anasahau ni mume wa mtu labda, yuko tu. Hiyo ni kazi ya wachungaji, we will balance it. Lakini kama habari ya kumwamini Mungu ni constant factor. Amen, amen. Ni constant fact. Ndio Ukristo. Tena naiba ndio Ukristo. Ni maisha ya nini? Ya imani katika uaminifu wa Mungu. And that's our service to God. Hallelujah.